Mwauku totu kitipani na ajeni umukumbwane wiso kumbona mwe ajenda kabimnali pangi ndemu ntawala mmewegone aitikumbona umukumbwane ngati kitajeni bakitaisamani bamwa kalbisha ndiona lenu ikajeni ngati abalaba inu butukole nutwepani tabana mpepa koko ajeni mwalinda safi ajenda safi ye hiki pani mwajowania ngapabi nejingi sana jingie msasa mawekoko kumbiu ila jeni pa hiki akiti kumbona pani pangoni pani namo paboni pabisafi nga safi. Kabla historia haijaandikwa kwenye vitabu, iliandikwa kwa damu. Kabla majina ya mashujaa haijachongwa kwenye mawe, yalihifadhiwa na misitu. Na mpaka leo, katikati ya mawingu yanayoikumbatia milima ya Umatengo, bado kuna siri ambazo upepo pekee ndiyo huzisimulia. Hii ni simulizi ya Wamatengo, jamii iliyokataa kutawaliwa, watu waliolinda ardhi yao kwa ujasiri, na utamaduni ulioendelea kuishi kizazi baada ya kizazi. Karibu Mbinga, mkoa wa Ruvuma, kusini mwa Tanzania, mahali ambapo kila jiwe lina hadithi, kila pango lina kumbukumbu, na kila mti ni shahidi wa historia inayobadili maisha ya watu hawa. Hapa ndipo safari ya kugundua urithi wa Wamatengo, jamii iliyojenga ustaarabu wake katikati ya milima, misitu na mapambano makubwa dhidi ya uvamizi. Jina linalobeba heshima na siri ya misitu minene
ambayo tangu karne ya 18 imekuwa ngome, mama na mwalimu wa kwanza kwa jamii ya kabila la Wamatengo. Hadithi ya chimbuko lao imesheheni katika kijiji na kata ya Litembo ilipo tarafa ya Mbuji wilayani Mbinga. Hapo awali, kabla ya kuitwa Wamatengo, eneo la milima ya Mbinga lilikuwa na familia na koo ndogondogo zilizotawanyika. Baadhi ya koo hizo zilikuwa ni wenyeji wa asili ya milima hiyo, wakati koo nyingine zilitokana na wahamiaji waliofika kwa kukimbia vita na njaa kutoka maeneo mbalimbali nchini na nchi za jirani. Baada ya koo kukusanyika, wakaona mandhari ya eneo lenye miamba na muonekano kama wa mnyama tembo. Wazee wa asili wakasema eneo hili liitwe Litembo. Kisha wakaangalia jinsi misitu ilivyotanda, na kwa lugha ya Kimatengo misitu ilikuwa inaitwa Itengo na misitu iliyotanuka ikiitwa Matengo. Napo wakasema wana wa jamii hiyo waitwe Wamatengo, yaani wanaoishi kwenye misitu minene. Inasemekana katika karne ya 19 jamii ya Wangoni ilifika kusini mwa Tanzania na kuyavamia makabila mengi ya asili. Zaidi ya koo 42 kwenye milima ya Litembo zikagundua kuwa umoja ni msingi mkubwa. Imani ya kuungana ikashika kasi ili kutotawaliwa eneo lao, na baada ya kuungana zikaunganisha mfumo wa utawala. Yapaswa kusema kwamba kabila la Wamatengo linatokana na muunganiko wa koo zisizopungua 42. Muundo wa uongozi uliokuwa na kiongozi mkuu wa pango aliyesimamia koo zote. Mkuu wa ukoo aliyesimamia koo moja moja ni Bambu Mkulungu, nafasi ambayo kwa sasa ndiyo chifu, ambaye ndiye alipewa jukumu la kuunganisha lugha katika koo hizo kuwa lugha moja ya Kimatengo. Sifa kubwa ya Wamatengo ni ukarimu kwa kupokea na kumpa mgeni malazi na chakula. Ikiwa mgeni ni ndugu, hukalishwa mkekani, huchinjwa kuku na hupewa nyama yote na ugali kama heshima. Mgeni akishindwa kumaliza nyama yake, huzichukua na kupeleka nyumbani kwake. Na baadhi ya wageni, hasa wakwe, yaani Wayemba, hupewa heshima ya kipekee kwa kutengenezewa pombe na kuchinjiwa mbuzi. Misingi imara ya jamii ya Wamatengo ilianza kujengwa chini ya Chifu Kayuni Kapitangana Ndunguru Makita wa kwanza kati ya mwaka 1824 hadi mwaka 1885. Yeye ndiye muasisi wa ufalme aliyeziunganisha koo na kuongoza vita vikali dhidi ya Wangoni kabla ya kuuawa kwa kukatwa kichwa mnamo mwaka 1885. Hapo mamlaka yakawa chini ya mwanawe Chifu Mandawa Kayuni. Hadithi za ushujaa wa kabila la Wamatengo zimeendelea kubaki imara, kwani ulipo msitu wa Litembo unarejesha kumbukumbu za jamii ilivyosimama kidete kupinga ukoloni dhalimu wa Kijerumani. Mnamo mwezi Machi mwaka 1902, kabla hata ya vita ya Majimaji, mawingu meusi ya kikoloni yalishuka juu ya jiwe la Litembo na kutoa amri ya kusalimisha ardhi, amri iliyokataliwa kwa sauti thabiti zikisema, hatutatawaliwa,
kutoka kwa Wamatengo. Ndipo wakoloni wa Kijerumani wakaanzisha mashambulizi ya risasi dhidi ya mikuki na mishale ya wapiganaji wa kiasili, lakini licha ya ujasiri wao, mashujaa zaidi ya 800 inasadikika waliuawa katika vita hiyo, miili yao ikizikwa kwa pamoja kwa heshima kuu katika eneo ambalo leo hii limezama ndani ya utulivu na ukimya wa msitu wa asili. Msitu uliogeuka kuwa eneo muhimu la kumbukumbu yao, ukilinda milele roho za wale waliokataa kupiga magoti mbele ya bendera ya kikoloni. Bonde hili linaitwa bonde la kijito cha Mapiipi. Kijito hiki kilitokana na vita ya Wajerumani na Wamatengo iliyotokea Machi 4, 1902 na mauaji yaliyofanya na hawa Wajerumani kwa kuwaua Wamatengo. Damu zilizomwagika zilikuwa damu nyingi sana, zikaganda katika kijito kwa muda mrefu, takriban karne nzima. Maji ya mto huo yalishindwa kutumika kwa matumizi ya kunywa, ingawa awali mto huo ulikuwa tegemeo kwa maji ya matumizi ya nyumbani. Katikati ya simulizi za uongozi wa kabila yupo Chifu Bunungu, Chifu Tekambwani, bila kumsahau Chifu Kapungu aliyetawala hadi mwaka 1916 akiondolewa madarakani na Waingereza wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia. Utawala wa Kipwele Makita ama Makita wa pili ulianza mwaka 1919 mara baada ya mfumo wa machifu wakuu kurejeshwa, na akaiongoza jamii ya Wamatengo kwa muda usiopungua miaka 30 hadi pale alipong'atuka kwa matatizo ya kiafya mnamo mwaka 1946. Changamoto za kiafya ziliendelea kumsumbua kwa muda wa miaka 4, yaani tokea mwaka 1945 hadi tarehe 26 mwezi Disemba 1949 akafariki dunia, na hadi hivi leo kumbukumbu yake imebaki kama jiwe imara, huku taratibu za kitamaduni na kiimani zikifanyika kwenye kaburi lake. Kumwaga mihogo hii ni mila desturi toka zamani. Mila yetu ni kumwaga mihogo ili tuweze kuwa sawasawa. Hii ni kama barua maalum toka zamani, ndio mhogo. Mimi mjukuu wako Mambea nafanya hivi kwa kusisha wageni hao, na chifu yuko hapa sasa hivi, tupo pamoja. Baada ya kung'atuka kwa Kipwele Makita, zikawa zama za Chrysostomus, mtoto wa Chifu Bunungu na mjukuu wa Kayuni, tangu mwaka 1946 ambapo aligeuza uchumi wa Mbinga kwa kusimika kilimo cha kahawa na ngano, na alikuwa kiungo kikubwa kwa chama cha TANU kusini mwa nchi hadi serikali ilipofuta utawala wa machifu mwaka 1962. Baada ya muda mrefu, kabila la Wamatengo likapata chifu mkuu mnamo mwaka 2004, na huyo sio mwingine bali ni Makita Mbuyamundu Joan Mwege. Ndiye mlinzi wa hazina ya kale na mwanamke wa kwanza katika historia ya kabila la Wamatengo kuwa kiongozi mkuu. Alihakikisha analinda misingi yote ya mila na tamaduni za kabila hili lenye historia pana.
Katika zama hizo, ngoma ilikuwa na thamani kubwa, ikitumika kama ishara ya kuwakutanisha pamoja ama kutoa tahadhari juu ya jambo fulani. Na mpaka sasa bado ngoma ni sehemu ya utamaduni wa Wamatengo, ikitumika katika nyakati tofauti tofauti na kutoa ujumbe kwa jamii kupitia mdundo wa ngoma za asili. Nyumba za kwanza za asili ya Wamatengo zilikuwa ni mapango na vichaka. Kwa hiyo jiwe hili la Litembo lenye mapango ndani yake lilikuwa ni nyumba ya kwanza ya mababu zetu, na mandhari hii nayo ni ushahidi tosha kuwa mapango hayo ndiyo yaliyokuwa yakitumika kama nyumba, na tafiti endelevu zinaendelea. Sayansi na teknolojia haikuacha nyuma Wamatengo, kwani baada ya kuishi kwenye mapango hayo kwa muda mrefu, baadaye walijenga nyumba za miti na kukandika udongo kabla ya kuhamia kwenye mfumo wa nyumba za udongo mtupu. Hata hivyo, baadaye wakatengeneza nyumba za matofali mabichi na hatimaye wakahamia kwenye mfumo wa sasa wa nyumba za kisasa za matofali. Hii ni mahakama ya kichifu iliyokuwa ikitumiwa na Wamatengo ili kusimamia utawala wa sheria, kusuluhisha migogoro ya kijamii na kutoa adhabu kwa mujibu wa mila, desturi na taratibu za kabila la Wamatengo kabla ya mfumo wa mahakama wa kisiasa kuanzishwa. Mahakama hii ilikuwa inaongozwa na chifu akishirikiana na baraza la wazee wa eneo husika. Jengo la mahakama hii bado lipo imara na lenye kuvutia watalii na wageni mbalimbali kudadisi kuhusu uimara wake. Mfumo wa utawala wa machifu na mahakama zao ulifutwa rasmi mwaka 1969 ili kuunganisha mfumo wa kisheria na utawala chini ya serikali kuu ya jamhuri. Kuendelea kuwepo kwa jengo hili ni ishara na kielelezo tosha kwamba utawala wa kisheria ulikuwepo chini ya machifu toka enzi hizo. Nguo za asili za Wamatengo huitwa mbinda na zilitengenezwa kwa kutumia miti inayoitwa mitawa. Miti hiyo ilikatwa kisha kutolewa magamba ambayo yalipondwa kisha yakalowekwa mtoni kwenye maji yenye matope meusi kwa muda wa siku moja hivi, na yalipotolewa yakaanikwa juani, na yalipokauka yalikuwa tayari kuvaliwa. Magamba hayo yalibadilika rangi yake kutoka hudhurungi na kuwa nyeusi kabisa. Vazi hili la asili la wanawake liliitwa mpati. Walifunga kiunoni kisha wakachukua kipande cha vazi lililotengenezwa kwa magome ya miti na kupitisha katikati ya miguu ili kufunika sehemu ya siri. Wanaume pia walivaa vazi hilo kwa kufunika sehemu nyeti pekee. Hadi kufikia hii leo, uzao wa kabila la Wamatengo umesambaa katika maeneo tofauti tofauti, ukibeba ukarimu usiochuja na upendo wa dhati kama kadi yao kuu ya utambulisho popote walipo. Ufikapo Umatengoni, katika ardhi ya kijani kibichi na baridi ya Mbinga, na lango la ukarimu linafunguka rasmi kwa harufu ya chakula cha asili.
Katika kabila la Wamatengo, wakati wa kumkaribisha mgeni chakula au kinywaji, mwenyeji huanza kula au kunywa kama ishara ya kumhakikishia mgeni kuwa chakula ni salama. Kisha humkaribisha na kumwacha aendelee kula peke yake. Ifahamu sengo. Sengo ni sehemu ambayo wazee walikaa na vijana tofauti tofauti, ambapo babu alikuwa anakaa na vijana wa kiume na bibi alikuwa akikaa na vijana wa kike. Lengo kuu likiwa ni kutunza na kulinda maadili ya Wamatengo juu ya taratibu za kuishi katika jamii husika. Hii ilikuwa ikisaidia hata kwenye kuchagua wenza, kwani jamii zilikuwa zinafahamiana kwa undani zaidi. Pia hii iliwezesha jamii ya Wamatengo kupata wenza ambao walikuwa na baraka zote zinazokubalika katika jamii, huku mila na desturi zilikuwa na msaada mkubwa sana, kwani ilikuwa inaepusha migogoro, majanga, maradhi na migongano katika jamii. Uwepo wa makumbusho hii ya Wamatengo hapa Mbinga, ambayo inaonyesha maisha halisi ya kabila la Wamatengo kutoka vizazi vingi vilivyopita, yenye malengo ya kukusanya, kutafiti na kuhifadhi utamaduni, mila na desturi ya kabila hili maarufu kusini mwa Tanzania. Chifu Mbuyamundu Joan Mwege na baraza lake wanahakikisha wanarithisha vizazi vya sasa na vijavyo mila na desturi hizo za Wamatengo ili wapate kuziishi na kuzisimulia. Tafiti nyingi zimefanyika kuhusu kabila la Wamatengo, zikiwemo zilizofanywa na Ndunguru, Masamba, Ebna na wengine wengi, na nyingi zitaendelea kufanyika ili kuweza kuijulisha hadhira mambo mbalimbali ya husuyo kabila husika juu ya mila, desturi na tamaduni katika jamii ya Wamatengo. Kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika leo hii Tanzania haikuwa rahisi. Iligharimu uzalendo na kujitoa kwa vitendo kwa mababu zetu, na haya ni machache tu kuhusu historia ya kabila la Wamatengo. Hivyo ni jukumu letu sote kuendelea kufanya tafiti kwa lengo la kuelimisha na kuweka bayana historia ya jamii ya watu wa kusini mwa Tanzania. Tumerithishwa, tuwarithishe.